Ni lazima mabenki yatukopeshe. Rai yangu kwa wachimbaji, ndugu zangu wachimbaji, haya huruma imepita ya Anton Peter Mavunde, lakini kuna siku hata kuwepo waziri wa namna hiyo, hata kuwepo Majid, hata kuwepo Samia mwana wa Hassan, hata kuwepo, watu wote watafuata sheria. Sheria ni msumeno, ni lazima tutunze kumbukumbu. Wakati nimeingia kikao cha faragha hapa, Majid rafiki yangu sana aliniambia, Bina, nimeamua kutake risk, nisaidie wachimbaji wako na nisaidie Watanzania. Kwa ni waombe wachimbaji, hizi fedha zikafanye kazi iliyolengwa, kwa sababu we mchimbaji uliokopa leo alafu usifanye vizuri, umeua watu milioni 6 ambao wanahitaji kukopa. Kwa hiyo naomba wachimbaji mtakaokopa muwe role model wa wachimbaji wengine. Nirudie kusema, Mheshimiwa Waziri, usikate tamaa, endelea kusaidia hawa Watanzania. Jingine, tumemaliza sasa mambo ya mikopo, walau tumeona njia. Mheshimiwa Waziri, nirudi kukuomba na niombe serikali yako kwa ujumla kwamba sisi kama FEMATA tumeomba soko la Afrika, yaani madini yote ya Afrika yawe wa trade hapa Tanzania, na iwe ni mfano. Sisi ni mfano kwenye sheria, sisi ni mfano kwenye amani na utulivu, sisi ni mfano kwenye kumaliza matatizo yetu, lakini ni mfano kwenye ukarimu. Sasa ukarimu wetu na amani yetu lazima itupe faida. Sisi kama shirikisho tunashauri serikali kwa makusudi kabisa kwamba tumeintroduce masoko ya ndani, tufikirie namna kuintroduce pia soko la Afrika. Sisi tunatembea kwenye hizo nchi zinazotuzunguka hapa, watu wengi wangependa kuja kufanya biashara Dar es Salaam, jiji lililo salama, na tunaiona kwamba tunaweza tukabadilisha Dubai, watu wakatrade hapa. Lakini hii itatuongezea nini? Moja, hakuna sababu ya mtu fulani kutoka mataifa ya mbali kwenda kuchimba Mozambiki, wakati sisi kuna viusumbufu sana kwenye mipaka yetu, ili watu waje waingie, wachimbe, walete madini na baadaye waondoke. Sehemu zingine wanajaribu sana kushawishi watu kuingia katika nchi yao, kwa sababu kinachotufanyika katika dunia sasa, milango ya kuingia katika nchi fulani inakuwa ni mipana sana ya kibiashara, lakini milango ya kutoka inakuwa ni midogo. Sasa hilo ni swali ambalo naomba tulifanye, ili CRDB na mabenki mengine yaweze kukopesha kwa uaminifu zaidi, kwa sababu tutakuwa tuna source tofauti. Mwisho, Mheshimiwa Waziri, ulimtamka mama yetu kama role model wa wanawake, Mama Semeni Malale. Mama Semeni, nikuamshe tena, waziri alikuamsha. Wakati waziri anazungumza kwamba huyu amejenga hospitali, ni mwanamke ambaye aliingia kwenye sekta ya madini, na lengo ni kwamba wanawake waone kikundi cha wanawake ambacho Mheshimiwa Waziri alikisaidia kukipa leseni, na hizo ni kati ya leseni ambazo zilikuwa zimeshikiliwa. Mheshimiwa Mavunde akasema wape wanawake. Mheshimiwa Waziri, ulisahau kitu kimoja tu, kwamba baada ya kujenga dispensary, lakini ndani ya mwaka mmoja alikuwa amechangia mapato ya serikali yakiwemo na maduhuli bilioni 4. Tumpigie makofi. Mheshimiwa Waziri, wakati namalizia niseme tu kwamba wachimbaji nchi nzima, Mheshimiwa Sekela, na kuahidi kwamba tutakupa ushirikiano wa kutosha, na tukuchukulia kama ni benki kiongozi, ni benki kiongozi. Na nadhani hii benki inakuwa nzuri pia kwa sababu pia hata rangi inafanana na Chama cha Mapinduzi, rangi ya kijani. Hebu tuwapigie Chama cha Mapinduzi kofi. Kwa hiyo ndugu yangu, baada ya kusema hayo, nimalize kwa kusema kwamba nimtambulishe pia katibu wangu, katibu wa FEMATA, ndugu yetu Rogers, tusikusahau. Jamani, baada ya kusema hayo, kwa sababu nilikuwa na yangu ni maneno ya shukurani, niendelee kuwashukuru, niliendelee kuomba Watanzania tuwe wazalendo kuyachimba madini yetu. Hatuna maana kwamba tunataka wageni watoke, lakini maana yetu ni kwamba wageni wanavyokuja katika nchi yetu, basi iwe ni win-win situation, na kila mtu wao wapate na sisi tupate. Baada ya kusema hayo, nirudie tu kupongeza kauli ya mkurugenzi mtendaji ndugu yetu Sekela kwamba tatizo ambalo wachimbaji wanaogopa Mheshimiwa Sekela kukuja kukopa
ni hizo documentation. Mchimbaji hakulelewa hivyo, alilelewa kama ulivyosema, kuwa na cash na muda zaidi. Umetoa maelekezo kwenye mabenki kwamba kama mmekubaliana siku 7, kwa sababu madini haya ni kufukuzana. Leo kama kuna dili umeipata, basi inahitaji pesa itoke haraka. Kwa hiyo niombe tu kwamba katika kuendelea kufanya tafiti tuangalie muda zaidi, lakini na kupunguza pepa nyingi ambazo zingine hazina umuhimu. Kule Wasukuma wanasema hizo kupiga kwa kamera, sababu hapo ujue kwamba tayari unaingia kwenye soko, watu wanaingia kwenye period ya muda mrefu ya kuomba fedha. Lakini pia kuna ambao tumeishi katika miaka hiyo, unamuomba mtu fedha asubuhi, ndani ya masaa 3 bilioni 1 imeingia kwenye akaunti yako. Kwa lazima atachagua, pamoja kwamba kutakuwa na riba kubwa, atachagua fedha ambayo inaingia kwa mara moja. Kwa hiyo niendelee kusisitiza lilo lilolisema mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB kwamba wale watendaji wa benki basi waweze kwenda kwa muda zaidi. Lakini nyingine nishukuru tu kwamba benki ya CRDB imekuwa ni kiongozi wa kupeleka pia wachimbaji wetu nje ya nchi. Nataka niwathibitishie Watanzania na wachimbaji mlioko hapa kwamba safari yetu ya China ambayo tuliana na Mheshimiwa Katibu Mkuu, zaidi ya wachimbaji 800 aliyekopesha ni CRDB kwa mkopo wa masaa 2 peke yake. Tumpigie makofi. Lakini hata hii safari ya Canada ambao wachimbaji zaidi ya 150 wanaenda kwenye mafunzo, anayetoa mkopo kwa haraka tena kwa kadi ya gari tu na FEMATA kusema huyu tunamjua ni huyu ndugu yetu Majid, sijui tukupambe maua gani. Cha msingi tuseme kwamba umetuokota, tutakuokota. Mheshimiwa Waziri, fikiria CRDB siku moja wape eneo na wenyewe wachimbe, tuwe tunaenda kujifunza, ndio zawadi tutawapa. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nashukuruni sana.